Unaweza ukamuua soka, lakini huwezi ukaua fikra ambazo mimi ninafikiri, kwa sababu fikra zangu ni kupigania haki. Wako mamilioni ya watu ambao wanapigania haki na wanafikiri kwenye kupigania misingi ya haki ambayo mimi nafikiri. Kwa hiyo kuna vitisho vya kuniua, kuna vitisho vingi, lakini ninaamini hata kama nikifa leo, nikifa kesho, hata kama ni kesho kutwa, lakini ninachoamini kwamba fikra zangu zitaendelea kuishi, kwa sababu fikra zangu ni haki, haki, haki. Ninaona ni haki inaenda kuporwa, ninaona ni uhuru wa kujieleza bado unaendelea kuminywa kwa sheria kandamizi, lakini mimi nimekuwa ni mtu ambaye ninafuatilia, nimekuwa ni mtu ambaye ninaheshimu katiba, ninafuata sheria za nchi, ninafuata misingi ya nchi, lakini nikiwa ni mkosoaji mkubwa wa mifumo mibovu na mteteaji wa haki za binadamu. Kikubwa zaidi ni kuwashukuru wa Tanzania wote ambao walikuwa wanapiga kelele kwenye swala hili. Nimeona umoja wa Tanzania, na kusema kweli ninawapenda sana wa Tanzania. Ninampenda Mwenyezi Mungu na wale watu wote ambao walionikimbilia wakati huu ambapo nilikuwa nimekamatwa na watu ambao walikuwa hawana lengo na mimi, hawana lengo zuri na mimi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nipo salama. Hapa bwana, ndio ilikuwa kauli ya mwisho ya Deusdedith Soka ambaye ni mwanaharakati, na kabla ya kutoweka kwake, hizi ni baadhi ya kauli ambazo alikuwa amezitoa wakati anafanya mahojiano na kituo cha ama mtandao wa Jambo TV pamoja na kituo cha Jambo TV, ambapo alikuwa anasema kwamba bwana, ogopi swala la kufa, ogopi, yani hata kama ikitokea amefariki kesho ama kesho kutwa, ogopi kabisa. Baba amesimamia haki na atapigania haki za binadamu na haki za Watanzania mpaka dakika zake za mwisho. Na kwenye kauli zake akamaliza kusema kwamba anaipenda sana Tanzania samahani, na pia anampenda Mwenyezi Mungu sana. Na sasa usichokujua kwamba Soka bana alitoweka tarehe 18 Agosti mwaka 2024. Hii ilikuwa mara tu baada ya kwenda katika kituo cha polisi cha Ng'ombe kwenda kufuatilia pikipiki yake ambayo ilikuwa imeibiwa. Natoka hapo bana hajawahi kuonekana kabisa na haijulikani kabisa kama alitekwa ama ameuawa na waliomteka ni akina nani, sababu familia yake bana imejaribu kutoa ripoti kwenye vituo tofauti vya polisi na kuomba serikali ingilie kati swala hili la kuweza kutafuta msaada kuweza kumpata Soka, lakini hawajaambulia chochote mpaka dakika hii hapa. Sasa Soka bana toka kupotea kwake tarehe 18 Agosti mwaka 2024, na sasa hivi tuko mwaka wa pili toka kupotea kwake, maana kutoka kupotea Agosti 18 mwaka 2024 mpaka mwaka jana mwaka 2025 Agosti tayari alikuwa ameshatimiza mwaka mmoja toka kupotea kwake, na mpaka sasa hivi hapa tuko mwezi wa 7 inaelekea kumaliza miaka miwili toka kupotea kwa Soka. Na hizi kauli bana mpaka sasa hivi ni kauli ambazo bado zinaishi na watu wengi bado wanazizingatia sana kauli hizi za Soka. Nipe maoni yako kuhusiana na nini ambacho unakikumbuka kutoka kwa Soka, pamoja na kwamba hajulikani mpaka sasa hivi yuko wapi, yuko hai ama ndio ameshapotezwa mazima. Maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.